msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Tanzania Faustin Jackson Mafwele kwa madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Mei 21, 2026 na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, serikali ya Marekani imesema ina taarifa za kuaminika zisizo na shaka zinazomhusisha Mafwele na vitendo vya ukandamizaji na ukiukwaji wa haki za binadamu. Uamuzi huo umetangazwa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani, ama kwa jina lingine Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, na kuchapishwa rasmi kwenye tovuti yake usiku wa kuamkia leo, ambapo Marekani imesema inazo taarifa za kuaminika zinazoonyesha kuhusika kwa Mafwele katika matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu, matumizi ya ukatili dhidi ya raia. Marekani imesema uamuzi huo umetokana na taarifa za uchunguzi zinazohusisha matukio ya mwaka jana, ambapo mwanaharakati Agatha Atuhaire kutoka Uganda pamoja na Boniface Mwangi wa Kenya walidai kutekwa, kushikiliwa na kufanyiwa vitendo vya ukatili walipokuwa Tanzania kufuatilia kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ambaye bado yupo mahabusu. Kutokana na hatua hiyo, Marekani imeeleza kwamba hatua hiyo ni sehemu ya juhudi zake za kuwajibisha watu wanaotuhumiwa kukandamiza haki za msingi za wananchi, ambapo chini ya vikwazo hivyo Mafwele hataruhusiwa kuingia Marekani chini ya kifungu cha 1731C cha sheria ya ugawaji wa rasilimali za usalama wa taifa, idara ya jimbo na programu zinazohusiana ya mwaka 2026. Mafwele kwa